Mtazamaji, karibu sana. Tupo kwenye mahojiano moja kwa moja na kijana huyu raia wa Kitanzania katika kipindi hiki ambacho kuna joto kubwa sana baada ya lile ambalo lilitokea Oktoba ya 29, na jana tumemsikia rais amezungumza masuala mengi sana kuhusiana na usalama wa nchi yetu na mipango mingine ambayo inaendelea katika kuhakikisha nchi inabaki na amani na utulivu. Sasa leo hapa tupo na huyu kijana, bila shaka kwa nyinyi watumiaji wa mitandao sura hii sio ngeni kwenu. Kwa namna moja ama namna nyingine, kwa kile ambacho kimetokea juu yake ndio kimeweza kutufanya sisi tuweze kufika hapa moja kwa moja. Karibu sana. Asante. Anza kwa kujitambulisha, tazama kama. Naitwa Sumai Ramadhani Mwiru, ni kijana wa Kitanzania, ni mwanafunzi niliyehitimu chuo cha bandari ngazi ya diploma mwaka huu mwezi wa 8. Sawa, kwanza tuanzie kwa hiki ambacho kinaendelea juu yako mtandaoni. Kuna picha zinasambaa zikionyesha kwamba yani dhahiri kabisa kuna wapanga maandamano tuseme, ama wachochea maandamano kwenye mitandao wakisema kwamba wewe utafutwe, na vitisho vingi wamevitoa juu yako, ikiwemo umefika mbali zaidi hata kusema kwamba watahitaji kukutoa uhai wako. Unadhani kwa nini kitendo hiki kinatokea kwa sasa hivi? Kutokana na hali ilivyo, ndo naona kama ndo sababu ya kutokea hili, kwa sababu hata mimi mwenyewe nimekuwa nikishangaa kwa taarifa zikinituhumu za uongo. Nakumbuka ilikuwa tarehe 9 mwezi wa 11 majira ya saa 5 usiku, na rafiki yangu anaitwa Hadija alinitumia picha yangu imepostiwa kwenye akaunti inaitwa Dira Mpya, na maelezo, huyu ni Mzanzibari, anafanya kazi anafanyia kazi Dodoma, ameshiriki kumwaga damu za ndugu zetu, atafutwe asalimiwe. Iliniletea taharuki na mshangao, na sikujua kama taharuki itakuwa kubwa hivi, kwa sababu zile taarifa sio za ukweli, ni za uongo. Ila kesho yake sasa, wakati natoka, naona kuna watu wananifuatilia. Kila nikiangalia hivi naona nilikuwa naenda rangi 3. Naona wananifuatilia. Nikiangalia hivi naona wananifuatilia. Bahati nzuri nikatokea bodaboda ambaye anaitwa Chela, kumsimamisha nikamwambia nipeleke huku. Sawa, kabla tujeje kwenye story ambayo unatuhadisia, na hayo ni moja kati ya madhara ambayo amekukuta baada ya posti hiyo kuweza kutokea. Unahisi pia kuna watu wanakufuatilia. Tuje hapa. Wanasema wewe ni Mzanzibari. Hebu waambie watu kweli kuhusu wewe. Hapana, mimi sio Mzanzibari. Mimi ni Sumai Ramadhani Mwiru. Wakina Mwiru chumbuko letu ni wa Matumbi kutokea Kilwa. Mimi natokea Kilwa. Sio Mzanzibari. Hapana, mimi sio Mzanzibari. Mimi ni Sumai Ramadhani Mwiru. Asili yetu sisi ni wa Matumbi kutokea Kilwa. Mimi ni mtu wa Kilwa kwetu pale Kipatimo. Sihusiki kabisa na Zanzibari. Japo nina jamaa zangu wanaishi Zanzibari, lakini sio Mzanzibari. Sawa, tuje kwenye story ambayo ulikuwa unatuhadisia. Sasa nilipomchukua yule kuna sehemu baada ya kukosa nikasema nirudi nyumbani. Hapana, kwa sababu wale watu hapo nje ndio wananifuatilia. Nikaamua kuna sehemu nikaingia nyumba ya mtu. Katika kuingia wakashtuka, nikawaelezea. Katika kuwaelezea nikaonyesha ile picha ambayo nilipostiwa. Bahati nzuri walikuwa wasalia mwema, wakanihifadhi kwa kipindi kile. Nikasubiri muda kwanza, muda ufanyeje uende. Baada ya pale sasa nikaita tena bodaboda nije kunileta hapa nyumbani. Toka hiyo tarehe 9 sikuweza tena kutoka kwa sababu ya usalama wangu. Hata mahafali yetu ilikuwa inafanyika mwezi wa 11 tarehe 24 pale bandari, sikuweza kuhudhuria kwa sababu ya hali ya usalama wangu na kile kitu kilichotokea. Lakini imefika tarehe 30 imepostiwa tena picha kwenye akaunti ambayo inaitwa Lecho Dangwa. Ni mdada ambaye najua watu wengi wanamfahamu. Hii picha yangu tena nimepostiwa, wanasema mimi nimelipwa na CCM siku ya maandamano ambayo natarajia, ambayo yanapangwa kutokea tarehe 9, ni watafute watu tushike mabango tukimsifia muuaji Samia, na nukuu alichokiandika wao, tukimsifia muuaji Samia ni mzenji. Nimepostiwa tena tarehe 30. Wakati nasubiri lipo ndani lile lipoe, linakuja kupostiwa lingine. Naambiwa tena unapigiwa simu, kwa sababu ni mitandao. Mtandao ni kama kijiji sasa hivi, yani kipostiwa kitu kinaonekana haraka. Kwa hiyo nilipopostiwa tena nikapigiwa tena simu. Umepostiwa tena hiyo. Naangalia nakuta kweli picha yangu, na mpaka leo hii
bado ipo. Sawa, hawa ambao wameposti hii picha unawafahamu? Hapana, hiyo akaunti ya Dira Mpya simfahamu, simjui. Huyo dada Rachel Dangwa simfahamu, simjui, na wala inavyosikika au hayupo hapa Tanzania, wala sina mahusiano naye aina yoyote, yani simjui, ila naona tu ameposti picha yangu. Unadhani kwa nini wanasema wewe umehusika na kupanga maandamano kwa ajili ya kumdefend Rais Samia juu yao? Unafikiri kwa nini wewe? Vijana wako wengi sana huko vioni, watu wengi sana wako wamesoma na kadhalika. Unafikiri kwa nini wewe? Nini hasa? Kila kitu kinakuja na sababu. Sijajua kwa nini, ila hapa nyumbani kwetu sisi ni kada wa CCM. Tunashiriki katika matukio mengi, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi, katika mambo ya CCM, sisi katika kampeni za CCM. Sasa na leo naweza sema mojawapo ni hilo labda, au labda wana sababu zao labda ambazo mimi sizijui. Juu ya Rais Samia, wewe kuna kitu gani ambacho ulikifanya labda? Kufanya jitihada gani ulizifanya labda kipindi kile cha uchaguzi na nini, au mtandaoni huko? Kuna kitu chochote ambacho umewahi kuorganize kwa ajili ya mambo haya? Tulikuwa nilikuwa tunaposti mambo kuhusu Rais Samia, nilikuwa na support kwa sababu kumpigia kampeni Samia kama mimi ni kada wa CCM ni wajibu wa kila mwana CCM. Kwa maana hiyo nilikuwa tunafanya vile kwa sababu mimi ni kada wa CCM na kwetu wote ni kada wa CCM, wala haikuwa na tofauti na vingine. Sawa, mpaka sasa hivi sasa hali yako ya kiusalama ipoje mpaka umeamua kuzungumza mbele ya vyombo vya habari? Siwezi kujihakikishia hali yangu ya kiusalama kwa sababu sijajua. Yaani mpaka atoka hapo nilivyokuambia, toka hapo tarehe 9 mwezi wa 11 mpaka leo mimi ni mtu wako kaa ndani nyumbani basi. Kwa hiyo siwezi kujua, na nikiangalia kwenye zile picha kwa sababu ninapitia, nikiangalia zile comment naona ni watu wenye hasira au wamepewa maneno ya kuchochea, labda wanaweza kunizuru kwa vyovyote, kwa sababu kuna comment zinasema sijui atafute alaitiwe, alafu video zake zitumwe mtandaoni, wengine watafutwe kabla ya tarehe 9 asalimiwe, mwingine vijana kama hao ndo afe. Sasa nakuta naingia kwenye matatizoni bila sababu, kisa ambacho sikijui, kwa sababu taarifa wanaweza sema wao ni uongo. Mimi sio Mzanzibari, sijalipwa na mtu yoyote useme labda kwenda kushiriki maandamano ya kumsifia Rais Samia. Sijalipwa na wala sijawahi kulipwa kwa chochote ambacho nilikifanya kuhusu Rais Samia, sijawahi kulipwa, ila ni watu tu ambao wameamua kama hivyo wanavyoamua kuichafua nchi na raia wake, ndio hivyo imetokea. Sasa una kipi cha kuambia watu wengi ambao wametumana comment kwa ziko nyingi, watu hao ambao wamecomment, ndio watu hao ambao wanakutizama sasa hivi, labda una kipi cha kuambia kuhusiana na situation nzima ili waelewe mazingira jinsi yalivyo na jinsi ambavyo picha zimesambazwa? Wapuuze zile taarifa, kwa sababu siwezi kumfikia mmoja mmoja na kumwambia, kumuelezea situation jinsi ilivyo, ila wapuuze zile taarifa, ni za uongo, ni zimewekwa tu kwa ajili ya kuzua taharuki au kwa ajili ya kufanya hivyo kujua kuchafua nchi, lakini wapuuze. Tukae kwenye amani, amani ndio kila kitu, tuitunze amani yetu. Watu wengi sana wanataka kuitiza, yani wanaionea gere hii amani yetu tuliokuwa nayo. Tutulie hapo hapo kwenye amani, tuachane na mambo, tusiishi kama wenzetu wanavyoishi. Nafikiri tu ninaishi kwa wasiwasi. Sasa kwa nini tufikie wakati Tanzania ni amani? Kwa hiyo tutulie tu kwenye amani yetu, wapuuze zile taarifa. Mimi ndio yule, na mimi sio sifanyi kazi huko TIS kama wanavyosema, sio salama taifa, wala sijawahi kuua mtu kumwaga kama wanavyosema, sio nimeshiriki kumwaga damu za ndugu zao, na wala sijawahi kulipwa hiyo pesa ambayo anasema nimelipwa, sijui siku ya maandamano kwenda kumsifia Rais Samia. Kwanza sina hizo ratiba za kutoka siku ya maandamano, na nilikuwa kwa sababu maandamano tarehe 29 nipo nyumbani, na maandamano haya pia yatanikuta nipo nyumbani. Kwa hiyo wale ambao walipanga sijui nisalimiwe watanitafuta 9 Disemba, zile taarifa ni za uongo. Wale ambao wanasema watanizuru au watanifanya vote uchochezi, naamini sio nia yao, ila ni hali maneno ya uchochezi. Unajua kuna watu wamepoteza ndugu zao, kuna watu wamepoteza mali, kwa watu bado wana jazba. Sasa watu kwa na jazba bado kwenda kumtolea maneno ya uchochezi kuonyesha kama mimi ndio nimeshiriki katika sababu ya jazba yao, lazima hasira zao watakuja kumtolea mimi. Kwa hizo taarifa zipuuzwe, ni za uongo. Mimi ndio yule nilipostiwa, lakini sio maneno yale hayanihusu mimi. Sasa ningeomba serikali yangu inisaidie kwa ajili ya usalama wangu, sababu mpaka hapa nilipokuambia
nimepoteza, yani tuseme, yani bado naishi kwa mashaka. Shaelewa, wale watu wangu wa karibu, kuna wengine nimepotezana nao. Shaelewa, nilijaribu kuna kampuni fulani, kwa sababu nimekwambia nimehitimu chuo, kwenda kufuatilia masuala ya kazi, bado watu wana mashaka na mimi. Shaelewa, zile tuhuma za usalama wa taifa. Kwa hiyo ningeomba serikali yangu inisaidie, ningeomba jeshi la ulinzi linisaidie kwa ajili ya usalama wangu mimi pamoja na familia yangu mimi. Hilo tu. Naitwa Ramadhani Sadiki Mwiru, na huyu Smai Ramadhani Sadiki Mwiru ni mwanangu na nimemlea mwenyewe. Na hayo masuala kwamba yaliyosikika ya mambo ya maandamano, haya ni masuala si ya ukweli. Nachoomba jamii wote wanaoangalia kwenye mitandao wayapuuzie hayo masuala ya huyo mtoto, kwa sababu mpaka sasa hivi maisha yake yanavyoishi yani sio ya kueleweka kwa kweli. Yupo kwenye hofu kutokana na hayo maelezo ambayo yaliosikika kwenye mitandao. Kwa hiyo naomba wananchi wote kwamba haya masuala ni wayapuuzie, kwamba hayana maana yoyote na wala sio kweli, na wala yani hawakutendeka kabisa.